Mimi naitwa Sabra Mwamkenja, ni msimamizi wa uchaguzi wa mwaka 2025 kwa nafasi ya rais, udiwani pamoja na kwa nafasi ya rais wa bunge pamoja na madiwani kwa jimbo la Kisarawe. Karibuni sana ndugu wanahabari. Ndugu zangu wanahabari, jimbo la Kisarawe lina jumla ya vituo vya uandikishaji wa kupiga kura 3,309. Vituo ambavyo vimezalishwa kutokana na mchakato wa daftari la kudumu la wapiga kura, mchakato ambao ulianza mwaka 2024, lakini pamoja na maboresho yake ambayo yalifanywa mwanzoni mwa mwaka 2025, ambayo imezalisha jumla ya wapiga kura 65,535. Lakini ndugu wanahabari, jimbo letu la Kisarawe limezalisha jumla ya wagombea wa udiwani wapatao 35, lakini vile vile tuna wagombea wa ubunge kwa idadi ya 13, vyama 13 ambavyo vimesimamisha wabunge ambao hao ndio wanazalisha vituo 309. Lakini jimbo la Kisarawe, ndugu wanahabari, vile vile tuna jumla ya wasimamizi wasaidizi lakini na makarani ambao watasimamia vituo hivi 309 wapatao 1236. Ninaomba wananchi wa jimbo la Kisarawe tujitokeze tarehe 29 mwezi huu wa 10. Tujitokeze kwa wingi, tujitokeze ili tupate kuitumia haki yetu ya kikatiba. Katiba yetu ya mwaka 1977 imefafanua vizuri kwamba haki moja wapo ya mwananchi mkazi wa Tanzania ambaye ana haki ya uraia wa Tanzania ni pamoja na kupata haki yake ya kupiga kura, kumchagua mtu ambaye anamtaka muwakilishe, awasilishe maono yake, wawasilishe mawazo yao kwa serikali. Kwa hiyo ninawaomba wananchi wa jimbo la Kisarawe, wananchi wenzangu wa jimbo la Kisarawe, wazalendo wenzangu wa jimbo la Kisarawe, naomba tujitokeze kwa wingi tarehe 29, twende tukafanye maamuzi ya kuchagua rais tunayemtaka, ya kuchagua mbunge tunayemtaka, wabunge tunaowataka, lakini na kuchagua madiwani tunaowataka, ili changamoto zetu lakini na maono yetu lakini na maendeleo yetu yapate kuenda mbele kuanzia ngazi za familia, ngazi za wilaya, lakini na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ninawaomba sana. Lakini vile vile ninaomba pia kutoa taarifa kwamba kwa wananchi ambao wamepoteza vile vitambulisho vyao vya kupiga kura, Tume Huru ya Uchaguzi imewapa nafasi wapiga kura hawa ambao wamepoteza vitambulisho, watatakiwa waje na leseni ya udereva, pasi ya kusafiria ama kitambulisho cha NIDA, kile kitambulisho chetu cha utaifa. Kwa hiyo wamepewa nafasi ya kupiga kura. Mpiga kura ambaye umepoteza kitambulisho chako, utakuja na moja ya nyaraka hizi ambazo tume imeziainisha katika miongozo yake kwamba bado utakuwa una haki ya kupata nafasi ya kupiga kura. Vituo vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi, mpaka saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo